Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo hii katika mkoa wako huu wa Iringa, na wewe ukiwa kama kiongozi wetu kwa ajili ya kongamano letu la mwaka la MISA Wadau kwa mwaka 2026 linalowakutanisha wadau wa habari. Tunapozungumzia wadau wa habari, ni wale ambao wanafahamika, wanafanya kazi kila siku na vyombo vya habari. Wahariri wa vyombo vya habari umewasikia hapa kutoka Tanzania bara na visiwani, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendeleza kile ambacho tulikuwa tumekipanga na tunaishi nacho katika desturi za MISA. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya Taasisi ya Vyombo vya Habari Kusini mwa Afrika tawi la Tanzania, napenda kukushukuru sana wewe binafsi kwa kukubali kuwa nasi na kufanya tukio hilo muhimu katika mkoa huu. Uwepo wako unaonyesha dhamira ya dhati ya uongozi wa mkoa wa Iringa katika kutathmini na kuchambua umuhimu wa vyombo vya habari kwa kukubali sisi leo hii kuwepo hapa. Ndugu mgeni rasmi, MISA Tanzania ni sehemu ya mtandao wa kikanda wa wanahabari kusini mwa nchi za Afrika, ambao tunafanya kazi zetu katika maeneo makuu matatu: kwenye eneo la kulinda uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata taarifa. MISA Tanzania ni zao la azimio la Windhoek la mwaka 1991 na ilizaliwa mwaka 1992, mwaka mmoja tu baada ya azimio. Na MISA Tanzania imekuwa ni mdau mkubwa katika nchi za SADC kuhakikisha tu kwamba uhuru wa habari unalindwa na kuzingatiwa, kutetea uhuru wa kujieleza na kuhakikisha tunafanya kazi ya kuchakata taarifa zenye maendeleo. Ndugu mgeni rasmi, katika tafakari ya mchango wa vyombo vya habari na maendeleo, hasa kupitia kwenye dira yetu ya maendeleo ya 2025 na hili ambayo sasa hivi tunaishi nayo ya 2050, MISA Tanzania imekuwa ni mdau muhimu sana kuhakikisha kongamano hili linafanyika. Ndugu mgeni rasmi, kongamano hili lina nia njema ya kuhakikisha kwamba tafakari yetu ya mchango wa vyombo vya habari unachagiza maendeleo ya taifa na kuhakikisha tu kwamba tunaona umuhimu wa kutafuta na kutoa taarifa jengefu, constructive journalism au stories. Ndugu mgeni rasmi, kwa sababu wewe ni mwanahabari mwenzetu, nafikiri tunaposema uandishi wa habari wa suluhisho au constructive journalism, huu ndio uandishi wa habari wa sasa, sio uandishi wa habari wa kila siku kuja na matatizo. Je, yale matatizo tunatafuta suluhu gani? Ndio maana tunawaambia wahariri wetu na waandishi wa habari kwamba uandishi wa habari wa kisasa ni uandishi wa suluhisho. Kuna changamoto, lakini suluhisho lake ni nini? Kwa hiyo tunatumai, ndugu mgeni rasmi, washiriki wa leo ambao wahariri na waandishi wa habari watafanya kazi ya kikatiba, ibara ya 18 ya kutafuta, kuchakata na kutoa taarifa kwa wakati. Lakini hizo taarifa zinatoka wapi? Ndio pale tulipoamua, ndugu mgeni rasmi, kuamua kuja Iringa. Kweli si kweli? Iringa pazuri eh? Ndugu mgeni rasmi, kwa muda mimi na siku 2 tu, lakini tumegundua Iringa kuna fursa ambazo hazijawahi kuelezwa kwa kina kabisa. Nazungumza kwa kina, na Mheshimiwa Rais amekuwa akizungumza sana fursa kwa vijana. Fursa ndiyo hizi, lakini sisi kama vyombo vya habari, ndugu zangu waandishi wa habari,
tufanye kazi zetu kwa mujibu wa ibara ya 18 ya katiba. Tuwajulishe fursa hizi wananchi, tuwajulishe fursa hizi Watanzania, tuje na masuluhisho ya changamoto, tuje na masuluhisho ya kushauri vitu vizuri, mipango na maono ya mkoa wa Iringa na Tanzania kwa ujumla. Tutaona kwenye mawasilisho, nilikuwa napitishwa, kuna watu watakuja na mawasilisho mazuri sana. Kwa hiyo ni kazi yetu tukiondoka Iringa tuwe tumeutendea haki mkoa wa Iringa. Na ndugu mgeni rasmi, wakati tunaeleza, jana nilikuwa naongea na kaka yangu Mtaka wa Njombe, tukawa tuna share, akasema mnafanya kitu kizuri, akaniambia mwenyekiti, ijayo na mimi nawakaribisha Njombe. Kwa hiyo rasmi misa wadau kituo kifuatacho ni wapi? Lakini jamani, tutamwagia maua yake Njombe pazuri. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, kongamano hili kwanza kabisa lina faida kubwa sana, ni kukuza ushirikiano baina ya vyombo vya habari na wadau wa habari. Mdau mkubwa wa habari akiwemo naye ni serikali. Tunakuza mahusiano haya. Lakini kuna faida nyingine, ni kutoa jukwaa la kubadilishana uzoefu, maarifa na mbinu mpya za uandishi wa habari kupitia habari za kimaendeleo. Leo hii kuna wakuu wa taasisi hapa, watatuambia mazuri, watatuambia changamoto, na sisi tutayabeba. Lakini mgeni rasmi, vile vile ni kuimarisha uandishi wa habari unaolenga kwenye suluhisho. Ndio maana wapo wenzetu hapa wa Iringa, waandishi wenzetu, na wengine ni wanachama wetu, si ndio jamani? Uandishi wa habari wa suluhisho. Kazi ya uandishi wa habari, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kujenga, is it right, constructive role, never destructive role, si ndio? Na tuendelee kufanya kazi kwa weledi za kujenga zaidi. Lakini vile vile ni kuchochea mchango wa vyombo vya habari katika sekta hii ya kimaendeleo. Niko naona waandishi wetu mnajitambulisha, mimi nimebobea katika gender, nimebobea katika utalii na vitu kama specialization. Wapo wataalamu watatupa takwimu, watatupa mafanikio, watatupa mipango, watatupa mikakati. Ni sisi kufanya ubobezi katika maeneo yetu ya uandishi ambayo tumeyachagua. Ndugu mgeni rasmi, MISA Tanzania pia inatambua kwa kiasi kikubwa sana juhudi zinazofanywa na uongozi wako katika kuendeleza mkoa wa Iringa kupitia kauli mbiu ya Iringa imara itajengwa kwa umoja na uwajibikaji. Sasa kile kipisi kile cha umoja, sisi tupo ndani ya umoja. Kwenye kile kipisi cha uwajibikaji, na sisi tupo tunawajibika. Nimefanya nukuu hapa ibara ya 18, si ndio jamani? Tuna roli ya kikatiba kutafuta na kuchakata na kutoa hii ni wajibu wa vyombo vya habari. Wasiojua kuna nchi uhuru umekuwa mkubwa sana. Mwandishi wa habari usipotekeleza kazi yako ya kuandika story, raia anakushtaki kwamba umeshindwa kutimiza wajibu wa kikatiba, si ndio? Ukienda nchi za Scandinavia na nyingine huko. Kwa hiyo huu ni wajibu wetu sisi kama waandishi wa habari. Sasa leo hii tunasimama kwenye kauli mbiu hii, ndugu mgeni rasmi, ni kuonyesha mapenzi yetu ya dhati na kwamba tupo na Wanairinga kwa ujumla. Na leo hii ukituuliza wangapi tungependa kuhamia Iringa, hata mimi ambaye nipo Mwanza ningependa kuhamia Iringa. Sawa jamani? Tumeipenda Iringa. Kuna mwandishi mmoja akaniambia, mwenyekiti, tangia nimekuja hapa nimechinja 10,000 haijaisha hadi leo. Nikamwambia hii ndio Iringa. Kila kitu ni bei nzuri, si ndio jamani? Hizo ndizo fursa zenyewe tunazozitaka. Sasa ndugu mgeni rasmi, vile vile kongamano hili, wahariri wetu wa leo ni takribani ya wahariri 80 ambao leo tumewaalika, na hawa sio wote wanachama ambao sio wote ni wanachama wa MISA. Tumekamilisha idadi, tupo karibu 200. Waliopata fursa ni hawa 80 ya kuja leo hii Iringa. Kwa hiyo naomba tusimwangushe Mheshimiwa RC kwenye kubeba maono ya mkoa na wataalamu wake kuhakikisha tunaonyesha fursa hizi na tunatambaa nazo na kuhakikisha tu kwamba tunakuwa vinara wa kuandika habari. Mimi natumai mwezi mzima huu tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Kabla ya hile tuchakate, yani tuhakikishe sasa Tanzania nzima inajua tupo Iringa, si ndio jamani? Yes. Na ndugu mgeni rasmi, mbali na kongamano hili,
sisi kama MISA tuna mpango wa kuanzisha kituo cha taifa kwa jamii, yani community telecenter, kitakacholenga kusaidia jamii kupata taarifa muhimu za kimaendeleo kama taarifa zifuatazo: bei za mazao, hali ya hewa, fursa za kibiashara, aina ya uwekezaji, matumizi ya teknolojia kwenye kilimo, matumizi bora ya teknolojia kwenye eneo la afya, uzazi na malezi, elimu kwa njia ya kidigitali na mawasiliano ya umma kwa ujumla. Literacy Center cha kijamii. Wakati tunaongea na wenzetu wa ukanda wa SADC, sisi tukapewa chepuo na tukasema sasa kituo hiki tunataka tukipeleke kusini, mikoa ya kusini. Mheshimiwa Rais, bodi yangu ilivyokaa jana ikapendekeza tuache alama Iringa, kituo hiki tuje tukijenge Iringa. Kwa hiyo MISA sasa itakwenda kuwa na ofisi Iringa na itakwenda kuweka kituo cha ugawaji wa taarifa muhimu za kimaendeleo. Na tunajaribu sasa kuwasiliana na wenzetu kukamilisha kwenye mambo ya ufadhili na vitu kama hivyo. Hii yote ni kutambua umuhimu wa mkoa wa Iringa. Na hapa tuweke ombi kidogo, Mheshimiwa Rais, sasa sisi vitu vingine tutafanya, lakini basi angalau ofisi yako ione umuhimu wa kutupatia hata eneo au kiwanja cha kuja kusimika kituo hiki pamoja na ofisi ya MISA. Sasa kanda hii ya kusini yote iwe Iringa, ili wana MISA hawa siku nyingine wakirudi waseme sasa tuna ofisi Iringa. Kwa hiyo hilo tunaliwasilisha kwako na tunakuamini kaka yetu, na tunaamini kabisa litafanyiwa kazi ili liingie kwenye utekelezaji. Na kwa heshima vile vile, mgeni rasmi, tunatambua mkoa wa Iringa. Mimi nilikuwa nikiingia kwenye clip, unaona muda mwingi sana RC ana timu nzuri ya mawasiliano, speech zake zinakwenda kwenye YouTube, na nilikuwa natazama kaka Eli anavyo address matatizo ya wananchi, tukasema in a very positive way. Nakumbuka moja alikuwa anaoji value for money, litembea sana, anamuuliza mtu aliyepewa kandarasi ya kujenga siku kituo cha afya kile, ilizunguka sana, tukasema hivi kumbe kuna uwajibikaji. Sasa nilipofika tukakutana tena na kauli mbiu inasema kwa uwajibikaji. Jamani, Mheshimiwa Rais ndio anapigia kelele kila siku. Mheshimiwa Rais amempata msaidizi mzuri sana. Sisi tumsaidie, si ndio? Na ni haki yetu ya kikatiba kupitia idara yake ya mawasiliano tuwe tunapata taarifa hata zile za kota, tuweze kushare kuonyesha mafanikio ya mkoa wa Iringa. Sawa jamani? Mheshimiwa mgeni rasmi, nisiongee mengi sana. La mwisho nitoe tu shukrani. Tulipo kutafuta kwa mara ya kwanza, mimi wasiojua, mimi na Mheshimiwa Rais tulianza kuwa marafiki sana nikiwa Mwanza, na alikuwa kwenye radio moja inaitwa Ikra FM, kwa wale wanaofahamu. Kwa hiyo kuna wakati tulikuwa tunapigiana simu, tunashughulikiana kitaaluma. Hapa Mheshimiwa ananiambia kaka, hivi ni hivi na hivi na hivi. Sasa wakati tunajaribu, namwambia nataka kuja Iringa, alinijibu message moja tu, akaniambia karibuni. Kwa siku ya pili nikamwambia wasaidizi wangu, andikeni hizo concept note na cover letter ziende. Na chini pale nikaweka attachment ya budget. Ilipofika akasema sisi tutasaidia. Kwa hiyo kwa tafsiri yake, uwepo huu kwenye ukumbi huu kwenye mkoa huu ni jitihada za mkuu wa mkoa wa Iringa. Nikushukuru sana sana kaka Eli James kwa kazi yako nzuri, kwa ukarimu mzuri. Wenyeji wanasema twilumba hilo, si ndio jamani? Asanteni sana wana Iringa, tunawapenda sana. Tutaendelea kuwa marafiki wa karibu sana. Ndugu zetu waandishi wa habari watakuwa muda wote hapa kwenye positive stories. Kama unaona kuna story na unajua accountability sio kusifia tu, si ndio? Kuna uchachu, lakini tunasema kuna ile kubalance. Omba ufafanuzi ili mambo yaende mbele. Na la mwisho ni kiapo kwenu. Jamani, mtaniahidi siku mbili hizi Iringa moto msiniangushe. Kila mwenye platform kwenye media yake
muda wote nataka nione kwa siku mbili hizi address kuhusu Iringa, mikakati, mafanikio na maono yake. Wajue Tanzania nzima tupo Iringa. Na mimi nikutoe hofu mgeni rasmi, sisi MISA tunasema tukilianzisha huwa hatulimalizi. Sawa jamani? Kwa hiyo mkuu wa mkoa tunakushukuru sana, tutahakikisha kwa siku hizi tutafanya kazi kiweledi na tutafanya kazi kwa nidhamu. Na ndugu zangu waandishi wa habari, tuzingatie weledi, tuunge mkono serikali yetu ya mkoa wa Iringa, tuunge mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ni Watanzania. Kazi ya vyombo vya habari, watu wanasemaga kuna kuhabarisha, kuburudisha, kuelimisha. Mimi naongeza moja, ni nyenzo muhimu wa usalama wa taifa lolote. Is it right? Nenda Marekani kwenye vita wanavyopigana, waandishi wanabeba agenda very positive ya kuhusu taifa lao. Nenda Irani wanabeba agenda, sisi nao tutabeba agenda ya taifa letu. Mgeni rasmi nikushukuru sana, mimi ni muongeaji, yani hata pale nimejitahidi kweli. Lakini nitumie sasa fursa hii, najua una majukumu mengi, nikusimamishe nikukaribishe kwa ajili ya kuja kufungua moja kwa moja mkutano huu ili uendelee na majukumu